Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wangu, karibu tumtazame mwanamke huyu Hana ambayo Biblia inamwandika katika kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya 2. Tusome maombi yake baada ya kumpata mtoto Samueli. Ameandika maombi yake hapa. Mimi nianzie ule mstari wa 6. Bwana huua naye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Bwana hufukarisha mtu naye hutajirisha, hushusha chini tena huinua juu. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Yako mambo ambayo yanatokea katika dunia. Hakuna jambo linalotokea ambalo halina kibali kutoka kwa Mungu. Hata waovu Mungu amewaacha kwa ajili ya kusudi, pamoja na maneno yao ya jeuri, pamoja na jeuri yao wananena maneno ya jeuri, lakini Mungu ndiye ambaye ameruhusu hayo mambo yaende. Kwa sababu kumbuka, hata mtu angekuwa na fedha na nguvu ya vyeo, angekuwa na nguvu ya mali na ulinzi wa kibinadamu, lakini pumzi iliyo katika mianzi ya pua yake inatoka kwa Bwana, na pumzi inaweza kuondoka wakati wowote. Huwezi kuelewa kama hujawahi kuona mtu ambaye anahangaika kwa kukosa hewa ya oxygen, ambayo unadhani kwamba iko katika anga, lakini nikwambie hiyo ni pumzi ya Mungu. Inapokuwa haipo, ni haipo hata kama uko katika eneo lenye hewa ya kutosha. Pumzi ni jambo jingine na hewa ya oxygen ni jambo jingine. Ni Mungu mwenyewe ndiye anayejua fumbo hilo. Sasa hapa ni kusemeshe maneno haya ambayo anayasema kwamba wakati mwingine usije ukadharau. Kuna wakati umetafakari juu ya mustakabali wako, umeona kama ni vigumu kufikia lengo, umeona kama ni vigumu, na wakati mwingine unashawishika kwamba ili ufikie pale ambapo unaona ndoto yako unatakiwa kuwa, adui anakushawishi upite njia za mkato. Ndio maana wengi wamejiunga na Freemason, wamejiunga na makundi mbalimbali ya waabudu shetani, wametumia njia za mkato, lakini kile kitu ambacho wameenda kukipata kule Mungu alikuwa amewaandalia, kwa sababu shetani hana kitu ambacho anakiongeza. Nikwambia hata wewe ambaye umeenda umepata umaarufu, unasema umaarufu umetokea baada ya kujiunga na jamii za si. Nikwambia hata usingejiunga, Bwana angekuinua katika kiwango hicho na angekutumia kwa ajili ya utukufu wa jina lake, na wala usingepata tabu ambayo unaipata sasa. Maana unanitazama lakini tabu iko. Uko ndani ya gari lako lakini tabu iko. Uko ndani ya nyumba yako lakini tabu iko. Na tabu hiyo haitakuacha hata siku utakayomrudia Yesu Kristo na kumwambia, e Bwana, nisaidie nitoe katika utumwa huu. Nimalizie kwa kukualika kwamba Yesu anakuita kama Bwana Mwokozi ili aweze kukupumzisha, lakini pia uweze kuurithi ufalme wa milele. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.